utoaji wa sadaka ya fungu la 10. Andika, weka mkazo wa neno la Mungu linachosema juu ya kinachotokea unapotoa fungu la 10. Weka mkazo wa neno la Mungu linachosema kitatokea unapotoa fungu la 10. Sio watu wengi sana. Unajua, kwa mfano nikikuuliza, ukitoa fungu la 10 nini kinatokea kwenye ulimwengu wa roho? Wengi hawajui. Wengi wanatafuta baraka. Swala sio baraka, unajua kinachotokea, unajua kinachofanyika. Ili sasa unapoelewa na mkazo wako, unapojua kinachotokea nikitoa sadaka ya fungu la 10, itaathiri maandalizi yako, itaathiri utoaji wako, itakulazimu kujifunza utoe kwa usahihi, kwani kwa sababu umeweka mkazo kwa kujua kitakachotokea. Ngoja nikuonyeshe Biblia inavyosema. Biblia inavyosema juu ya sadaka ya fungu la 10. Nini kitatokea? Angalia mstari wa Malaki 3 mstari wa 8 na mpaka ule wa 12. Nikuonyeshe kinachotokea, alafu uone itakavyogusa imani yako. Kabla hata sijakwambia utoe au hujaambiwa na mchungaji wako au askofu toa zaka, msisitizo ulioko hapa mkubwa ni kinachotokea. Angalia Malaki 3 mstari wa 8. Je, mwanadamu atamwibia Mungu? Mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema, tumekuibia kwa namna gani? Mmeniibia zaka na dhabihu. Nanyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi, naam, taifa hili lote. Angalia mstari wa 10. Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama. Angalia, anasema mjue. You have to know, you have to understand. Mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Kwa hiyo anataka mjue kitakachotokea. Mjue kitakachotokea mtakapokuwa mnatoa sadaka ya fungu la 10. Mjue kwamba, alafu anaanza kuorodhesha vitu vya kujua kwamba vitatokea utakapotoa zaka. Ya kwanza anasema atawafungulia madirisha ya mbinguni. Kwa hiyo lazima uanze kujifunza madirisha ya mbinguni ni nini. Madirisha ya mbinguni ni nini? Ni fursa. Ni baraka inayoleta fursa mpya. Ni baraka inayofungulia channel mpya, network mpya, promotion mpya. Anasema ninawafungulia madirisha ya mbinguni. Kwa lazima mtoaji wa zaka ajue kinachotokea kwanza kabla hajafanya anachotakiwa kufanya. Hiyo ya kwanza. Na kuwamwagieni baraka. Umeona? Hiyo ya pili. Hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Alafu mstari wa 11 anaendelea. Nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye. Kwa ajue kinachotokea. Nami nitamkemea yeye alaye. Alafu nasema wala hataharibu mazao ya ardhi yenu. Hiyo yote ni kinachotokea, ujue. Wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba, asema Bwana wa majeshi. Maana yake hautacheleweshwa, ujue. Msisitizo ni kwenye kujua kinachotokea. Alafu mstari wa 12 asema na mataifa yote tawaiteni heri. Ujue kinachotokea kwanza, kwamba utaitwa heri. Alafu asema maana mtakuwa nchi ya kupendeza. Ujue kinachotokea. Sasa msisitizo wa watu wengi upo kwenye watu kutoa. Haujawekwa sana kwenye kinachotokea, wakakielewa kwanza kwamba ni kitu gani kinatokea
endapo mtu ataunganisha imani yake ya utoaji na kitendo cha utoaji, aelewe akifanya hicho kitendo ni nini kitatokea. Akishaelewa, akija kufanya, anaunganisha imani yake na matendo yake na kinaleta matokeo. Sasa wewe nikuulize, wewe unajua? Kwa sababu nikikuuliza hapa, hebu niambie unajua nini kinatokea ukitoa zaka? Niambie vitu 5 vinavyotokea kwenye maisha ya mtu anapokuwa anatoa zaka kamili kwa uaminifu. Niambie vitu 5 unavyovijua, na aseme ufahamu tu, upate ufahamu, ujue. Manake viingie ndani yako, viwe sehemu ya maisha yako, uelewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja nikuulize, unajua kinachotokea? Kwa mfano, maombi. Wengi sana mnaomba ila hamjui kinachotokea mtu anapoomba. Kwa mfano, tunaomba kila siku kwenye usiku. Wengi sana hawajui kwa nini tunaomba kila siku. Unajua, ni rahisi sana kusema unajua wamejitengenezea utaratibu mzuri, wanahakikisha kila siku wanaomba. Sio utaratibu mzuri. Tunajua ukiomba kila siku bila kuacha, tunajua nini kinatokea endapo mtu ataomba Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Kila siku ataomba. Tunajua nini kinatokea. Kwa hiyo tunapoomba kila siku, hatuombi kwa sababu hatujui kitakachotokea baada ya muda. Tunajua kitakachotokea baada ya muda. Ndio maana hatuchoki kuomba kila siku, kwa sababu tunajua kitakachotokea. Kwa hiyo tunapofanya kitendo cha maombi, tunaunganisha maombi tunayoomba na ufahamu tulionao. Tunapotekeleza, inazaa matunda. Okay, ngoja nikuulize, unachofanya una ufahamu nacho? Ndicho swali nalojiuliza. Kitu chochote unachofanya kama kitendo cha imani, una ufahamu wa kitakachotokea? Kama hauna ufahamu wa kutosha juu ya kinachotokea unapotoa sadaka ya zaka, inabidi ukae kwenye hii shule. Ukae kwenye shule hii. Nimefundisha na masomo mengine mengi sana ya utoaji wa sadaka kwenye Kingdom Giving. Nenda kwenye YouTube, search Kingdom Giving kwenye YouTube yetu. Taona masomo yale. Nimefundisha utoaji wa ndani ya ufalme wa Mungu. Kaa, sikiliza, ujue kinachotokea ukiwa unatoa sadaka. Kwa sababu usipokuwa na ufahamu wa kujua, utakuwa unafanya kitendo cha kutoa, unashindwa kuconnect na imani yako na hauwezi kupata matokeo. Ndio maana ukienda kwenye kanisa ambalo wanafundisha utoaji, hawafundishi utoaji kwa sababu wanataka watu watoe sadaka. Wanataka watu wapate matokeo ya kutoa kwao. Hakuna kitu kinachochosha kama watu wanatoa sadaka mwaka kwa mwaka na maisha yao hayabadiliki. Hakuna kitu kinachochosha kama watu wanatoa sadaka, wanatoa zaka na maisha yao hayabadiliki. Unajiuliza kwa nini hayabadiliki? Ukifuatilia utagundua wanatoa kwa sababu wanaambiwa watoe, ila mafundisho juu ya kile wanachofanya ili watoe kwa ufahamu hakuna. Na panapokosekana mafundisho hayo, wanakuwa hawajui kinachotokea wanapotoa zaka. Kwa hiyo wanatoa kwa sababu ni agizo, ni taratibu, ni dini yao. Itakusaidia sana hii shule. Itakusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Mwingine anaandika hapa, mwalimu, niombee nifunguliwe nitoe fungu la 10 na zaka. Yaani hata nijitahidi vipi nashindwa. Unajua kwa nini unashindwa? Kwa nini unashindwa kutoa zaka? Kwa nini unashindwa kutoa fungu la 10? Kwa sababu huna ufahamu. Sio kwamba huna kiu ya kutoa, huna ufahamu wa kitakachotokea. Na Biblia haijasema tu mtoe zaka. Unachotakiwa kufanya ni ujue kinachotokea ukitoa zaka. Ukijua kinachotokea ukitoa zaka,
kila ukipata faida, ule ufahamu ulionao utakusukuma kutoa zaka, na shetani hawezi kukuzuia. Lakini kwa sababu huna maarifa ya kutosha, unataka kutoa zaka kila mwezi, lakini kwa sababu huna maarifa ya kutosha, unaweza ukajitahidi ukatoa, lakini haitakuzalia matunda. Kama ukijua kinachotokea alafu ukaja kutoa, utaona mabadiliko makubwa. Ndio maana nenda mahali popote pale, ukiona mtumishi anaeleza vizuri kitu gani kitatokea watu watakapotoa sadaka fulani, watu wanatoa. Ila ukiwaambia tu watu watoe sadaka alafu wasijue kitakachotokea watakapotoa hiyo sadaka, hawatoi. Kwa nini? Kujua kuna nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni moja. Mbili, ni mfano wa kwanza huo, na wa pili alafu tumshukuru Mungu. Mfano wa pili, kujua kinachotokea unapotoa sadaka ya shukrani. Kujua kinachotokea unapotoa sadaka ya shukrani. Si watu wengi sana wanajua kinachotokea. Wengine wanasema tu, jamani tumshukuru Mungu, tuwe na shukrani ya pekee. Au unasikia mzee anaita nyumbani, jamani wanangu muje Disemba tuna shukrani ya pekee. Swali langu, huaga watu wanajua kinachotokea wanapotoa sadaka ya shukrani? Bwana Yesu asifiwe. Okay, ngoja nikuonyeshe kinachotokea. Nimezungumza zaka hapo kwa sehemu tu kidogo. Kuna mwingine anasema, mwalimu kweli mimi mwezi lazima nitoe fungu la 10. Tena nimekuwa mwaminifu sana lakini sioni matokeo. Sasa ukiona huoni matokeo, kagua ufahamu wako. Unajua nini kuhusu fungu la 10? Unajua kitu gani kinatokea ukitoa fungu la 10? Wengi mnajua utabarikiwa. Lazima ujue specific kwamba hivi ninapotoa fungu la 10 hili la mwezi huu, nini kitatokea? Mungu atasema na wewe wakati unaombea sadaka ya fungu la 10. Kabisa. Atasema na wewe kwamba unapotoa hii sadaka kuna kitu kitatokea, na usije ukatoa sadaka tu ukiwa hewani moyoni. Tarajia kitu kitokee. Yani kama vile unasubiri something gonna be happen here. Yani unasubiri kuna kitu kitatokea. Ukisema ninatoa zaka, ukiweka kwenye madhabahu ya Bwana, siku nzima tarajia kuna kitu kitatokea. Wiki nzima kabisa tarajia kuna something will happen. Why? Kwa sababu umetoa kwa imani, na kweli kitatokea kitu. Na utagundua, hichi kilichotokea ni matokeo ya ile sadaka niliyotoa. Kwa hakikisha umeweka vizuri sana ufahamu wako ya kitakachotokea.